Rai yangu kwenu wananchi wa Songea, ninaomba kwa unyenyekevu mkubwa sana niunge mkono siku ya tarehe 29 kwenye mambo makubwa mawili. Moja, unipigie kura, lakini la pili ni kuilinda amani ya mji wa Tunduma. Tukapige kura, tukimaliza kupiga kura turudi nyumbani. Swala la ulinzi na usalama wa mji wetu tutalisimamia vizuri, sawa jamani? Mimi ninaamini kwenye mjadala, ninaamini kwenye njia ya kusuluhishana, siamini kwenye njia ya vurugu kwamba ndio njia pekee itakayotutoa sisi kama wanajimbo ama wana taifa. Na hii bahati nzuri iliwekwa misingi yake na baba wa taifa Mwalimu Nyerere wakati anapigania uhuru wa taifa letu. Uhuru wa nchi hii ya Tanzania hatukuupata kwa kumwaga damu, hatukuupata kwa kupigana, hatukuupata kwa mtutu wa bunduki, bali kwa uongozi mahiri uliokwenda kufanya majadiliano na maridhiano. Mwaka 61 tukapata uhuru bila kumwaga damu. Tanzania ni miongoni mwa nchi chache sana Afrika ambazo hazijamwaga damu. Kwa hiyo hatutaki uchaguzi uwe sehemu ya kuharibu historia ambayo nchi hii tumekuwa nayo kwa muda mrefu. Mimi ninawaahidi nitakuwa kiongozi mnyenyekevu kwenu. Amina. Nitakuwa kiongozi ambaye nitaleta maendeleo kwa watu wangu. Nitasimamia yale yote tuliyokubaliana. Bahati nzuri mimi sio mbunge mpya, ninayekwenda kujifunza majukumu ya ubunge ndani ya bunge. Ninajua nini nakwenda kukifanya. Bahati nzuri nyinyi wote mnafahamu, wakati naanza ubunge hapa miaka 5 iliyopita, mwaka 2020, watu wengi walikuwa wana mashaka, lakini wakaja kugundua kwamba Silinde habadiliki. Silinde ni yule yule. Sijui kama mnaelewana jamani. Kwenye elimu tumefanya mambo makubwa sana. Tumejenga shule mpya 15, tumejenga madarasa kwenye kuongezea kwenye shule za msingi na sekondari 435, na miongoni mwa madarasa tuliojenga na shule, tumejenga shule nyingine za ghorofa ikiwemo shule ya msingi ya Isoja hapa. Kwa hiyo ukinipa miaka mingine 5, maana yake tunaendeleza magorofa na tutajenga mashule bila kumchangisha mwananchi yoyote hata senti moja. Miaka 5 iliyopita tulikuwa na kituo kimoja cha afya. Leo tunavyozungumza tuna vituo 6 vya afya na vyote vinafanya kazi. Tumevigawanya kwenda kwenye pembezoni, wakiwemo watu wa Mpande, Chapwa, Chiwezi, Chipaka, Mwakakati. Kote tumejenga, lakini lengo langu ni nini? Ni kusogeza huduma za afya karibu na wananchi. Tumejenga zahanati, ikiwemo zahanati katika kata hii ya Songea. Yote haya ni kuhakikisha kwamba tunasogeza huduma kwa ukaribu zaidi. Na tunajenga hospitali ya mji pale Mpemba. Tumepeleka fedha bilioni 9.3 pale
Lengo letu ni kujenga majengo ya ghorofa. Tutakuwa na hospitali yenye hadhi ya halmashauri ya mji ambayo haiko mahali popote Tanzania, na yenyewe inakuwa ni ya ghorofa kwa majengo yote tutakayojenga pale. Kwenye upande wa barabara za ndani ya mji, wakati naingia madarakani tulikuwa na kilomita 1.7. Leo tuna kilomita 10.831, ikiwemo hii hapa ya kutokea hapa Sogea kwenda Machinjioni, na awamu ya pili tunajenga lile daraja. Tumeshaweka fedha pale, tunajenga daraja kubwa zaidi ya milioni 300. Baada hapo tunataka tuunganishe, tupeleke lami kule, ili watu wa kule Mpande kati wahakikishe sasa na wenyewe wanafika mjini kwa wakati. Na sio barabara hii tu peke yake, tutafanya hivyo kwenye barabara nyingi za katika mitaa yetu. Kwa hiyo wajibu wenu ni mmoja tu, ni kupiga kura kwa uaminifu mkubwa, kuwachagua viongozi ambao mnawaamini tutaifanya hii kazi. Vijana wa bodaboda, bajaji, tutaendelea kutoa mikopo kwenu. Hata wale vijana ambao hamna shughuli yoyote, njooni ofisini kwangu, tumewapa watu ili kuwanyanyua kipato chenu. Na niwaambie, mimi ninaheshimu watu wanaofanya biashara za chini kabisa. Iwe unauza mkaa, iwe unauza nyanya, iwe unaendesha bodaboda, uwe mwendesha teksi, ili mradi uko ndani ya mji wa Tunduma, una haki zote za kimsingi kupata mikopo ambayo tumekuwa tukiitoa. Na mikopo hii tunatoa bila riba. Ninachowaomba tu, niungeni mkono ili tuendelee kunyanyua maisha yenu ya mtu mmoja mmoja, ili kunyanyua familia zenu na kuongeza pato la taifa letu. Jambo hili mimi binafsi ninaliweza na liko ndani ya uwezo wangu. Ninachohitaji niamini tu, tukafanye hii kazi. Tuna mradi mkubwa wa maji tunauleta sasa hivi kutoka Mto Momba wenye bilioni 119.95. Nachotaka tu ni kwenda kuifanya hii kazi, kuikamilisha kwa wakati. Mji wa Tunduma ni miongoni mwa miji ambayo inakuwa sana. Sasa kwa sababu unakuwa sana, maana yake mahitaji ya maji yanaongezeka kila mwaka. Mpaka sasa mahitaji ya maji kwa siku Tunduma ni lita milioni 8. Sasa tunatengeneza mradi wa kuzalisha maji lita milioni 20. Tutakuwa na ziada ya lita milioni 12. Nipeni kazi nikaifanye ndani ya miaka 5, tuwe na uhakika wa 100%. Amina. Kwa hiyo tunaweza tukaeleza mambo mengi. Tunakwenda kujenga barabara ya njia 4 kutoka Custom kwenda Mlo kilomita 75. Tunakwenda kujenga bandari kavu. Tunakwenda kuongeza eneo la Custom jingine pale eneo la Iboya. Kwa hiyo tuna mambo mengi makubwa ambayo tumeyapanga kwa ajili ya mji wa Tunduma. Sasa kama tumepanga maendeleo yote haya, ni kwa nini sasa tufanye fujo ili kuvuruga uchaguzi ambao nyinyi wote mnafahamu kwamba uchaguzi ni takwa la kisheria, ni takwa la katiba. Uchaguzi sio jambo la dharura. Nyinyi wote mnafahamu udharura ni ule unaitwa uchaguzi mdogo, ile ndio dharura. Umenichagua, nimekuwa mbunge wa jimbo la Tunduma, baada ya miaka 2-3 Mwenyezi Mungu amenichukua. Hiyo ndio inaitwa dharura, inaitwa uchaguzi mdogo. Lakini uchaguzi mkuu sio jambo la dharura. Sisi wote kama taifa tunafahamu, kila baada ya miaka 5 nchi yetu inaendesha uchaguzi mkuu kwa ajili ya kuchagua rais, wabunge pamoja na madiwani. Kwa jambo hili liko wazi kabisa. Hata vyama vyote vilivyosajiliwa
vinafahamu hili kwamba kila baada ya miaka mitano tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu kwa ajili ya kuchagua hizo nafasi 3 tulizozitaja. Kwa hiyo kama chama hakijashiriki uchaguzi huu, hayo ni matakwa yao, kwa sababu ndani ya nchi yetu hakuna sheria yoyote inayokikataza chama kuto kushiriki ama inayolazimisha chama kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo kama utaki ni hiari yako, kama unataka sheria inakuruhusu kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo niwaombe marafiki zangu wa chama cha zamani nilikokuwa, achaneni na mipango yoyote miovu dhidi ya hili taifa. Mwaka huu tayari naweza kusema limepita. Subirini wakati wenu mwaka 2030 tutakutana hapa kwenye jukwaa mkiwa na sera na sisi tukiwa na sera, tutawaainishia kila tulichokifanya, kwa sababu nchi yetu inaamini katika siasa za kidemokrasia. Sasa demokrasia ni kushindwa na kushinda, si ndio jamani? Sasa wewe ukiwa unashindwa kila mara, haina maana demokrasia haipo. Sijui kama umeelewa. Ni kama wanavyocheza Simba na Yanga. Yanga ameshamfunga Simba mara 6. Umenielewa? Simba hajashinda hata mara moja. Haina maana ya kwamba sheria za mchezo 17 hazifuatwi. Ni wamefungwa kwa sababu wamezidiwa mbinu. Tunaelewana jamani? Huo ndio kweli. Mimi ni Simba na nina kadi kabisa. Umenielewa jamani? Lakini tunafungwa kwa sababu tumezidiwa mbinu. Chadema na vyama vingine vya siasa visipojipanga, tutawashinda kila uchaguzi mpaka watakapopata akili timamu. Sawa sawa? Sawa sawa jamani? Huo ndio ukweli. Ama nimekosea jamani? Si nimesema ukweli jamani? Ukweli ni kwamba mimi nawaambiaga watu, hivi wewe inaingia akilini eti wewe mwenyewe unajipeleka kibra? Inawezekana hiyo jamani? Haiwezekani. Eti sisi tujitengenezee mazingira ya kushinda uchaguzi, inaingia akilini? Haiwezekani. Sijui kama umeelewa. Kwa hiyo komaeni, badilisheni mbinu, na sisi tunawahitaji kweli kwenye debe huku, tufanye kampeni za kisasa na tuendelee kuwashinda. Sawa jamani? Mwisho, kwa sababu ya muda, ninamwombea kura Mama Samia. Amina. Wengi mnamfahamu vizuri. Mimi nimekuwa msaidizi wake katika kipindi cha miaka 4. Tunaomba mumchague. Haya yote mnayoyaona hapa, uraisi wake ni kwa sababu mimi ni sehemu ya serikali. Mnanielewa jamani? Haya mambo mnayoyaona tunatamka tukijisifu, uraisi wake unatokana na hilo nalolisema. Kwa hiyo tunamuomba na tuna deni na Mama Samia, twendeni tukamchague awe mwanamke wa kwanza aliyechaguliwa kidemokrasia na kura nyingi, ili tufundishe nchi nyingine za Afrika kwamba mwanamke anaweza. Unajua bahati mbaya nchi zetu hizi na mifumo dume. Kwani inasema uongo? Yaani kinachotusumbua na sisi wanaume wakati mwingine ni mfumo dume. Lakini tukiheshimu demokrasia, tukaheshimu jinsia zote, tukaheshimu uwezo wa kila mtu kwenye nchi hii ana haki ya kuwa kiongozi kwa kuchaguliwa kupitia chama chochote cha kisiasa. Lakini mimi niko hapa kumwombea kura Mama Samia kwa ajili ya faida ya taifa letu. Na mwisho, ninamwombea kura Bwana Mwabilenga. Kwa hiyo ninawaomba sana Bwana Mwabilenga, mniunge naye pale halmashauri. Na kama unanipenda mimi, siku ya tarehe 29 nipigie mimi kura, mpigie na kura Mwabilenga. Mmenielewa jamani? Mimi bahati nzuri sipendi unafiki. Kama umpigii kura Mwabilenga, usinipigie kura na mimi. Tunaelewana jamani?
sababu ndio mtu ambaye ninaamini tutakwenda kufanya naye kazi vizuri. Kwa hiyo naamini mmenielewa. Japo najua siku ya tarehe 29 wiki ijayo, siku kama ya leo, Mwabilenga atakuwa diwani wa kata ya Sogea. Ninaamini. Na Silinda atakuwa mbunge wa jimbo la Tunduma. Na Samia atakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini haya yote tunayafanya sio kwa sababu tunawalazimisha. Tunayafanya kwa sababu tunataka kuwatumikia. Na mtayaona matunda ya kuwatumikia kwa hichi ambacho tutatutendea siku ya tarehe 29. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.